Furaha kiasi gani mzee wangu? Kwanza kabisa alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Hii si kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa kwanza kabisa Mwenyezi Mungu. Lakini pia kongole kwa wote washabiki na wanachama na wadau mbalimbali kwa kuiombea dua timu yetu. Lakini pia hongera za dhati timu yetu ya taifa, wanajeshi ambao walioteuliwa kwenda kutuwakilisha. Lakini pia hongera za dhati kwa watumishi wa serikali. Hasa nikisema watumishi wa serikali wako wengi, lakini kwa kipekee kabisa Mheshimiwa DC wa Ilala Edward Mpogolo, lakini pia Mheshimiwa DC wa Temeke Sixtus Mapunda, kwa kumuomba, tunaomba sisi hatupo Morocco, njoo tuangalie game pamoja ili na sisi tu feel happy kuwa na viongozi wetu. Lakini si hivyo tu, hongera za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba naweza nikasema kwa utawala wake amekuwa na bahati. Timu za wanawake, timu za vijana, timu mbalimbali kwenda AFCON kucheza kombe la dunia kwa wanawake. Lakini kwa mara ya kwanza, furaha yangu kubwa ni kwa mara ya kwanza tangu mimi nazaliwa 1992 na timu ya taifa tangu mwaka 1980 ilikuwa kwanza haijawahi kufuzu kwenda hatua za 16 bora. Kwa hiyo hii tusimpongeze mmoja, tujipongeze sote. Lakini hiyo naweza nikasema kwa pamoja alhamdulillah tumeweza na tumeshinda. Lakini serikali tunawaomba, in Gamondi we trust, in Gamondi I trust. Kwa nini? Mechi ya kwanza ilinipa tu saini kwamba huyu kuna kitu fulani atatufikisha. Lakini pia nionye na nitoe rai, hata kama kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake, inatakiwa tuwe kuna kitu kimoja kinaitwa uzalendo. Imenisikitisha kwa mshabiki mwenzangu, mdau wangu wa mpira anaitwa Kevo Lastborn, yeye kila siku anakuwa anamtukana Gamondi, anaitukana timu ya taifa. Namuonya kupitia vyombo vya habari aache mara moja, tunamuomba, kwa sababu ni mtu ambaye mpira anajua. Tunaomba aje tuendeleze jeshi la kuishangilia timu hii. Lakini pia ningeomba kwa Mheshimiwa Rais, tumeingia 16 bora. Ili ni ombi, sio lazima, ili ni ombi. Tunawaomba waandishi wa habari kule wapo wachache, tunaomba Mheshimiwa Rais, waandishi wa habari katika hii hatua ya 16 katika ndege yako waweze kuteuliwa walau hata 10 ili kwenda kuwakilisha habari zisambae. Lakini si hivyo tu, katika mashabiki hatukuweza kupata mashabiki katika mechi yoyote ile wale wa kutosha. Tunamuomba sana mheshimiwa katika hilo hatuweze kutusaidia ndege kwa ajili ya mashabiki kwenda kuishangilia timu yetu ya taifa. Kwa hiyo hilo ni kongole ambao namuomba, na wanasema kwenye vitabu vya dini, bisheni ombeni mtapewa, bisheni mlango mtafunguliwa. Hapo ni kama nimeomba tu. Kuna kitu ambacho, kwa nini nakwambia Gamondi I trust, in Gamondi we trust. Kuna wakati ambapo Taifa Stars ulikuwa ukiona unaona kabisa ni timu ambayo imepotea, lakini baada ya kuja Gamondi unaona kabisa kuna kitu fulani. Naona kabisa huyu ni mchezaji mwenye profile kubwa, lakini hani fulfill mahitaji yangu, acha nimweke pembeni. Mfano mechi ya leo ameingia na viungo watano katikati, forward wawili mbele, lakini katika kipindi cha kwanza ni kama tulikuwa tunajikaba. Msuva, Samata walikuwa hawapati huduma, lakini the same tulikuwa tuoni ile work rate ya Samata. Hii inaonyesha dhahiri shahidi kwamba simvunjii heshima Bwana Ali Samata, lakini niseme kila zama na wakati wake, na nadhani wakati wake unaendelea kuishia ukingoni, kwa sababu hata kuna kichombo kimoja alipoujiwa akasema sioni AFCON inayokuja kwa sababu naona kama work rate yangu itakuwa inapungua, ijapokuwa nitaitwa kwa ajili ya kutoa uzoefu, lakini ni hivyo itapungua. Lakini kwa kipekee Tanzania Sports Influencers Promotion, hii ni taasisi ambayo ni taasisi changa ambayo tunahitaji endorsement mbalimbali kwa ajili ya kukuza taasisi yetu.
taasisi yetu inahusiana na mtu yeyote ambaye ana vinasaba au ambaye anaipigania timu ya taifa, tunamkaribisha. Usajili upo wazi, lakini pia ni waombe waheshimiwa mbalimbali, wabunge, mawaziri, stakeholder mbalimbali, tukibisha hodi watufungulie, kwa maana kwamba sisi ni wazalendo, tunaipenda timu yetu na tunaishabikia. Na maana leo hii timu iko Morocco, sisi tuko hapa, lakini tumeandaa logistic inakuaje? Tumemwomba mheshimiwa DC wa Temeke, mheshimiwa Mapunda, katukubalia 16 bora, hatujui. Yawezekana katika hili jambo niliongea, yawezekana hii media zote zikapata nafasi ya kwenda Morocco, au mimi mwenyewe nikapata nafasi. Yes, kwa sababu charity start at home, zawadi njema inaanzia nyumbani. Yes, kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu. So Mzee Saluti, baada ya kipindi cha kwanza Taifa Stars ilikuwa imeshapoteza goli moja, lakini hapa nyuma baada ya half time ulikuwa unazungumza na mashabiki wenzako na mlikuwa mmekaa hapo kumwambia hii mechi, kwa masikio yangu, hii mechi bwana ni mechi ambayo iko wazi. Taifa Stars ni kama wakipata nafasi wanaweza kuitumia na wakapata goli. Pengine uliona nini kwenye mchezo huu? Of course katika mechi ambavyo inapochezwa huwa naangalia, naipa phase tatu. Huwa naipa dakika 10 za mwanzo kuiangalia opponent na nani wanacheza vipi. Dakika 10 za pili huwa naangalia mifumo ambao wametengeneza timu ya sideway, timu ya huku na huku, niangalie opponent wanatengeneza nafasi vipi, wanazuia vipi. Hapo dakika 10 za mwisho unaweka sasa mifumo hii imekuwaje. Ni kweli failure, kitu ambacho namsifia Gamondi formation yake kwamba if you fail plan A, plan B must be applicable. Kwa nini plan A Gamondi alifeli? Kwa sababu gani? Aliweka viungo wengi sana katikati, viungo 5, lakini tukawa tunaona viungo wengi wanatumia kukaba, na tunavyoona Tunisia ni giant team. Bila shaka tunaona katika hii mechi, katika mechi yote inayochezwa lazima kuwa kuna favorite na underdog. In short, katika mechi hii huwezi ukakosa kumpa Tunisia kama favorite, lakini kwa mechi niliyokuwa naiona kulikuwa kuna mchezaji wao mmoja anaitwa kama Idris Arabi kama sijakosea, alioscore goli. Yule alikuwa ni mwiba mno, lakini Gamondi akaja na plan B. Plan B kipindi cha pili, mbwana Ali Samata ni mchezaji ambao work rate yako sio kubwa, acha nimuingize Seleman Mwalimu ambayo anaweza akatulia na mali, ili mabeki wakatulia na viungo wakatulia, tunaweza tukasogea. Ndio maana nikawa nasema hii game naona ipo open na hatukustahili kudraw hii game, tulistahili kushinda. Mfano hata penati ambao unayoitoa, nadhani umeona penati, unaona kabisa yule aliyodondoka alikuwa si mnufaika na mpira la kwanza. Lakini tuangalie hizi timu za UNAF ni timu za namna gani katika haya mashindano, kuachana na timu za UNAF katika kitu hichi cha hawa kuna